Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mbuzi. Kuziondosha tofauti zako na mtu. Kupata hali ya amani kwa kitu. Kuhisi kitu kimejirudia au kama siku imejirudia kwa matendo fulani. Kuhisi harufu ya kitu usichokiona. Kumuuliza sana mtu ili upate kujua kitu. Kutumia kitu kitakacho kuathiri au kukuumiza. Kujua kuwa mtu yuko na kisirani. Mtu atakufanyia jambo zuri utakalolifurahia. Kumshauri mtu. Wiki hii itakuwa nzuri kwako. Katika mambo kuwa sawa na kipato pia. Nyota ya Ng'ombe. Kutopata ufumbuzi wa jambo fulani. Kuhofia kukosana na mtu. Kuna kitu ambacho utashindwa kukiacha kila ukijaribu. Mwili wako kuchoka sana. Kutoridhishwa na matendo ya mtu. Kumwotea mtu kwa namna mbaya. Kuondolewa shaka kwa mtu fulani. Suala lako kufanyiwa kazi. Kujiweka mbali na mtu kwa sababu fulani. Baadhi yenu kujihisi kilio ndani yako. Nyota ya Mashuke. Kujilazimisha kuongea na mtu. Kuandaa ujumbe wa kumtumia mtu. Ila utakuwa mwenye kufutafuta sana. Utahitaji upate nafasi ya kufanya jambo. Utakuwa na mazungumzo yenye umuhimu na mtu. Kuacha kujiwazia vibaya. Nyota ya Mapacha. Kuikataa hali ya kukukatisha tamaa. Utakumbukwa na mtu. Hivi anaweza kukutafuta. Kupaliwa na kitu. Harufu kali ya kitu itasababisha kupata mafua. Utakuwa mwenye vurugu au utata kwa mwenza wako. Kuhitaji kupata uhakika wa kitu. Kuikataa hali ya kuhusishwa kwenye jambo fulani. Utafanya maombi kwa jambo. Kujadili kitu na mtu kulingana na hali iliyokuwepo. Utaridhishwa na kauli ya mtu. Kuna jambo utakalolifanyia kazi. Kueleweka kwa upana kwa utakachokiongea. Kuna jambo litakalopangwa sasa, ambalo lenye heri kwa miezi ijayo. Nyota ya Mizani. Kujihisi kisunzi. Kutotaka kufanya kitu kwa muda mrefu. Kujiepusha na madhara ya kitu. Kupata kitu ulichokipoteza. Utaficha ukweli unaoujua. Kutarajia kupata kitu kikubwa kutoka kwa mtu. Amani yako kurejea taratibu moyoni. Kupenda kusikiliza kitu. Kutamani uache unachokifikiria kwa namna mbaya. Utakuwa mwenye kuongea kwa kujilazimisha. Mtu atajua kitu kukuhusu. Mizani. Kuna hali ya utata kidogo ambayo inaweza kutokea. Hivyo kuwa makini usiwe mashakani au ndani ya tatizo. Tambua unaangaliwa na wengi kwa namna tofauti. Usijiaminishe kitu sana ikiwa huna uhakika nacho. Utagundua kuwa ulipoteza pesa nyingi kwa jambo lisilokuwa na faida kwako. Nyota ya Ndoo. Kuhisi kifundo moyoni mwako. Kukosa usingizi kabisa wakati wa usiku. Unajihisi mwenye presha sana. Kupata kitu kwa bahati. Utapata ufumbuzi wa jambo. Utakaporuhusu utulivu kuna kitu utakachokijua. Mtu kushindwa kukujua kwa haraka. Utajua kitu anachokimaanisha mtu kutokana na mazungumzo yake. Kuubaini upendo wa kweli. Nyota ya Simba. Kufikishiana taarifa na mtu. Mtu kukuchangamkia sana. Utafanya mtu aheshimike. Wazo lako mtu atalifanyia kazi kwa ukubwa. Baadhi yenu kupungua sana mwili. Kujilazimisha kufanya kitu. Kujihisi kuumwa. Nyota ya Mshale. Utaipuuza hali fulani iliyopo ndani yako. Utakuwa mkali kwa mtu. Upendo wako kwa mtu kuzidi. Kujihisi kumhurumia mtu. Kusisimka mwili. Kuyafikiria sana maneno ya mtu yanayokupa ukweli wa kitu. Kuhudhuria sehemu ya msiba. Mtu kuongea na wewe kwa manung'uniko au hali ya huzuni. Kumwamini mtu kutokana na matendo yake. Utajiweka mbali na mtu, ikiwa mtu huyo bado upo kwenye fikra zake. Nyota ya Punda. Kuona ukungu wa ubaridi wa asubuhi. Unajulishwa jambo zuri lipo mbele yako. Utaikataa shari. Utauona umuhimu wa mtu. Kulaani kitu. Kuhitaji upate muda wa kupumzika sana.
Katika hali ya upinzani kunakupa zaidi nguvu. Yaani kama mtu yuko na upinzani na wewe, basi huwa anakupa ukubwa zaidi bila kujua. Kuna jambo la umuhimu sana litakalofanikiwa. Nguvu yako inatawala kukuletea mazuri. Unaweza kujihisi amani na furaha moyoni. Baadhi yenu mtaumwa vichwa sana. Nyota ya Kaa. Kueleweshwa kitu kwa utulivu. Kutamani kumuuliza mtu kitu. Matendo ya mtu yatakupa shaka na hutomwamini. Kununua kitu ila hutokitumia na utampatia mtu mwingine. Mawazo ya kitu yatajiondosha akilini mwako. Mtu atafanya uwe mwenye hasira kwake. Utazijua siri za mtu. Kuna taarifa ya kifamilia itakayokufikia. Nyota ya Samaki. Kuambiwa faida ya kitu. Utakuwa mwenye shaka kwa jambo. Kuheshimiwa. Kuchoshwa na kauli ya mtu. Kuulizia uwepo au usalama wa mtu sehemu. Kukaguliwa kikazi. Utakuwa tofauti na ulivyozoeleka na mtu. Baadhi yenu kulala sana. Nyota ya Nge. Kupanda usafiri wenye kasi sana. Tatizo au changamoto itafanya ufikie lengo fulani. Utakuwa mwenye kupata miongozo ya kidini kila wakati. Kuelimishwa kitu. Kuna wakati unaweza kujihisi unyonge. Kupunguza ghasia iliyokuwepo. Kuona watu watakaopigana au kukosana. Kujaribu kuiondosha fikra mbaya ulionayo. Kutamani uifute namba ya mtu kwa simu yako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.